unapiga kelele? Wewe ulinyamaza. Nimekuta umenyamaza. Unapiga kelele za nini? Nyamara. Sikumpira boss. Mama, nimemuona mtoto mdogo katua, alafu kageuka kuwa kuku. Lamtee kapita, kamchukua yule kuku. Huoni kama itakuwa hatari? Hapana mama. Tabia za umbea mimi nilikukataza. Kwa hiyo sasa hivi ushaanza kudanganya mimi mama. Ushaanza kunidanganya sasa. Ushaiko napi mtu kugeuka kuwa kuku? Na mambo ya watu wewe nakusudia. Wewe ni kama mji wenyewe umeshabadilika. Nilikukataza tabia za umbea. Bwana mimi naenda kwa Lamtee. Najua kama uliniona. Na ukatoka hapo ukaenda kumwambia mama yako. Na sasa hivi unaenda kumwambia aliyoniokota. Kwa hilo kosa nataka nikupe adhabu kali sana. Samahani. Sikujua kwamba nilikuwa nakosea. Naomba unisamehe. Sirudi tena. Hata hivyo wenyewe nimekusamehe. Ningekuwa sijakusamehe ningekuua. Ndio maana nakwambia nataka nikupe adhabu kidogo tu. Lamtee. Uza man. Na wewe kubeba jidade jitu zima hivyo shida nini ndugu yangu? Wewe mbona unaota mchana? Wewe mbona unaota mchana? Yaani wewe utaona msiwei. Huu ni mjogoo. Huu mjogoo nimekuta pale uwanjani. Nilikuwa ninapita. Hiyo sikinyatia ni unalibawa. Ili mmeliiba. Lidia. Wewe umbea kweli mwenzangu, wewe ni mbea, ila hapo umezidi. Hii ni kuku tena ni ya kiume. Uone upanga hapo kichwani. Wewe Lamtee nilichogundua hujaacha tabia yako. Ushaanza kunyenzea watoto wa watu Wewe unaota Lidia. Tena usichokijua. Uweze kuota kuvalisha video hapo atakupa kanali kustiki. Watakucheka. Wewe ni mbea. Tena wewe utaliwa bodo. Wewe uweze kuona kupiga mtu. Haki ya Mungu. Wewe ni mbea. Lamtee, kwa hapo unaona umebeba kuku. Wewe Lidia, kama hujafumaniwa basi uko unakwenda unavuta mwanaume wa mtu kwa makini. Unaropoka pesa. Leo hadi wewe mwenyewe. Leo utaliwa. Lidia. Haka katoto. Hili si jogoli na upanga. Ina nguvu. Sipata uwanja hadi. Na haji ngani unaibu ya uwanja. Yule dondola. Mama kweli ukistaajabu ya. Haya wewe unaogopa nini? Hii si kuku tena jogo huoni hapo juu kichwani. Hana upanga. Ni nani kakutuma unipige? Dogo, mimi hata sikuogopi. Tupo wenyewe hapa, naweza nikakupiga hata makofi. Unaweza kunipiga makofi? Ujui mimi ni nani? Sijui wewe ni nani. Mimi nakuona mchumba kama mchumba wengine. Mimi ni mtoto wa mzimu. Mzimu? Ndio. Ninaweza kukupiga bila kukugusa. Ngoja nikuonyeshe. Wakiumbe. Njoo hapa. Wewe bado ni ngome yangu. Hii si njia. Mbona watu wengine wanapita?
Wewe mbona kifaranga wakatiza katiza? Kama una jambo la maana sema. Kama una ujinga wako niache niondoke. Na jambo la maana kwambie. Ongea. Saula wewe. Si Sauli. Saula. Si Sauli. Jiangalie, unaweza ukasaula wewe kuliko mimi. Saula, narudia mara pili. Saula, si Sauli. Jambe ndio kumwaga ubongo wewe. Jaribu kama mwanaume kweli. Haya sasa, una Saula au kumwaga ubongo? Kwani ule dogo vipi ule? Ananizingua katika imani yangu. Ngoja sasa nitakufanya. Nikifika pale, nitamtoa shati na nitamwaga ubongo. Haya sasa. Geuza shati lako, alafu nifiatue ubongo. Mwenzako mimi napenda kutania sana na dada kama nyinyi. Mwenzako mimi napenda kutania sana. Kama ulikuwa unatania, nataka nikupe sharti moja. Uende polini, ukamue mtu. Alafu mimi hizo ni kazi zangu alafu. Virobo nzima ananijua kama napenda kuua. Nenda sasa hivi au baadaye? Nenda sasa hivi. Nikifika kule sitamwangalia, nitamwaga ubongo, utumbo, kila kitu. Na sitamwangalia ni nani. Haya. We binti. We binti. Bila shaka nadhani wewe ndio nikutane ile siku kakangu amekubeba. Na mpaka leo zishapita siku 3 sijamwona ndugu yangu. Unaweza kaniambia ndugu yangu yuko wapi? Nadhani naongea na wewe kistaarabu sana. Naomba tu uniambie ndugu yangu alipo. Ni kweli ndugu yako ile siku alinibeba. Na akizani mimi ni jogoo. Kumbe mimi ni jini. Akizani mimi ni jogoo au panga. Kumbe mimi ni jini. Nimekuja duniani kulipiza kisasi kwa baba yangu. Nimekuja duniani nimejigeuza kuku ili niwapime binadamu wana tamaa au hawana tamaa. Na nikajua kakako ana tamaa. Kwa hiyo kakangu yuko wapi? Kakako nimemficha sehemu na huwezi kumwona tena. Na maanisha nimemuiba kama yeye alivyoniiba. Huyu mtoto lazima aniletea mazoea Mimi naongea jambo. Mwili wangu haujawahi kuchomwa na kisu, viwembe wala mwiba. Sasa ukiendelea kunitishia na wewe nitakuweka kwenye kula nipomweka kaka yako. Wewe nani kakupa ruksa kunitishia kunipiga? Nataka kukupiga kwa sababu mimi naongea jambo la muhimu. Afu unajibu unavyojisikia. Mimi nimekupa majibu kama wewe niuliza swali lako. Au unataka ningekuongopea ndo uamini? Ungesubutu kunipiga, ningekuweka kule ulipomweka kakako. Ukijaribu tena kunitishia au kunipiga, nitakuua. Nipo tu hapa site hapa na cheki mambo yangu vizuri. Nitakuja. Lazima nije. Siwezi kuacha kutokuja, haiwezekani kabisa. Lazima. Baba. Unanikumbuka mimi? Hivyo mtoto una adabu kweli? Yaani unaniita tu baba, hujui ni baba yako sio baba yako, hakuna salamu, hakuna nini? Haya, una shida gani? Unakumbuka kuna kipindi ulimtia mtu mimba? Mimi?
Hivi mtoto una heshima kweli? Umri wewe wa kuzungumza masuala ya mimba unayajulia wapi? Mimi sikumbuki chochote. Sijui chochote. Kwanza wewe ni mtoto wa nani? Anaitwa Nuru. Nuru? Nuru akona kaa hapo chini? Wewe. Nuru hana mtoto. Nuru amefariki akiwa hana mtoto. Na mimba yenyewe aliitoa. Unasemaje ni mtoto wa Nuru? Una shida, una matatizo mtoto eh? Ndio. Si ushakufa wewe, mimba ishatolewa. Ulimshauri ndio kweli atoe mimba. Lakini alivyokuwa anatoa, majini walinichukua ndani ya ile tumbo. Wakawa nalea, najulikana kama ni mtoto wa jini. Unajulikana kama mtoto wa jini. Kwa hiyo wewe mtoto ndio kuniambia wewe unajua majini wewe? Ndio, kwa sababu wamenilea. Kwa na wewe ni jini. Ndio. Sikia kwambie. Kama una shida ya msaada sema mimi nitakuchukua nitakulea kama mwanangu. Kama umepotea njia. Lakini sio useme eti wewe ni mtoto wa jini, sijui umelelewa na majini, sijui Nuru sio kafanya nini. Nuru hana mtoto. Unanielewa? Nuru amefariki akiwa hana mtoto hata mmoja. Wewe kama una shida unataka kusaidiwa sema tu baba naomba msaada, nisaidie maisha yangu magumu hapa mtaani. Nimekuja duniani kulipa kisasi. Kwa sababu wewe ulimshauri mamangu ujinga, kwa sababu anakupenda, akakusikiliza. Akatoa ile mimba alafu akapoteza maisha. Nimekuja duniani wewe kuja kukuua na wewe. Kama una shida mimi nitakusaidia, usiniue. Na kama nimeshai kumkosea huyo Nuru au nani, naomba unisamehe. Nitakulea kama mtoto wangu. Utaishi, utasoma kama watoto wengine. Wewe si ni mtoto wangu? Na kama ni mtoto wangu, basi tuweze tukazungumza tu yakaisha tu. Yakaisha tu, hii nyumba ni ya kwenu, itakuwa ya kwako. Nina vitu vingi nitakupeleka shuleni. Mimi naweza nikakulea vizuri tena hata kama wewe ni jini. Mimi nitakulea. Lakini mimi unataka kuniua msimuue. Mimi sina dhambi yoyote. Kama unataka nikusamee, nakupa sharti moja. Uende kaburini ukamfufue mama yangu. Wewe mtoto. Kaburini? Alikozikwa mtu kabisa ta? Sasa unaleta michanga au unaleta kitu gani? Kama unakataa nitakuua. Kwa sababu wewe ulimshauri mamangu ujinga. Baba sikupendi na kuchukia. Sasa mtu kashakufa ameshaoza. Kumbe ni jini kweli? Hivyo kabla sijakumwaga bongo. Faisal. Na? Umeanza lini mchezo wa kijinga? Baba. Wewe. Naam. Umetoa wapi bunduki? Kuna mdada ananiambia nije kuua. Uniue mimi babako? Sikujua kama ni babangu. Uje kuniua mimi? Tupa chini basi. Tupa chini. Mueleka. Faisal. Umesahau mimi nakununulia chips nini babako hataki mimi nakuletea. Na uniambia nikununulie mdoli wa Benz gari. Kwa nini hujamuua yule mtu niliyokuambia muue? Nimeshindwa kwa sababu yule ni babangu. Naweza ngakuua wewe au nikajiua mimi. Lakini sio kumuua baba yangu. Yule unamuita babako na mimi babangu pia. Babako kivipi? Kwa sababu alimtia mwanamke mimba. Alafu akamshauri atoe. Mama yangu akamsikiliza na akatoa. Bahati nzuri majini walitoa ndani ya ile tumbo, wakawa wanalea. Nimekuja duniani kulipiza kisasi. Yule pale babako unamuita babako na mimi babangu pia. Kwa hiyo babako simpendi, namchukia, ndio maana nakwambia uende ukamuue. Au tufanye hivi, tutengeneze dili la kupata hela. Mimi niwe jambazi, wewe jini. Tungepata hela vizuri sana. Mimi nikienda kuiba nikizidiwa, wewe unaniayusha. Sijaja duniani kwa kufanya madini na watoto wadogo.
Unamaanisha nini kusema mimi mtoto mdogo? Kwa sababu wewe unaongea vitu vya ujinga. Bora hata nimekukuta. Haya, kunipigia mtoto wangu. Kunipigia mwanangu. Una mamlaka gani ya kumchapa mwanangu? Alikutuma nani unipigie mtoto wangu? Usinitumbulie macho, mnisikia? Ninakuuliza wewe kwa sababu gani umempiga mwanangu? Alikutuma nani na una mamlaka gani ya kumpiga mwanangu? Au na mimi kuchape? Nimekusikiliza. Naweza nikakufanya lolote, lakini nakuacha kwa sababu wewe mkubwa kwangu na umenizidi umri pia. Mimi. Unataka nikupige wewe? Unataka kukutandike? Mwanao nimempiga kwa sababu alinikosea. Hana mzazi. Singoje kuniambia. Singoje kuniambia. Yeye kakutana na mimi njiani. Kwa nini anaanza kufuatilia mambo yasiyomhusu? Ndio maana nimempiga kwa sababu yeye kaingilia mambo yasiyomhusu. Unataka nikupige wewe? Unataka kukutandike? Ndio maana nimekwambia siwezi nikafanya lolote kwako kwa sababu wewe umenizidi umri. Usiniogope na usikimbie. Njoo hapo unisikilize. Wewe ni nani? Najua unachokiwaza. Na shida yako ni kupata mtoto. Umeyajuaje haya? Mimi sio kiumbe wa kawaida. Mimi ni jini. Mtu akiongea au akiwa ananungunika na ninajua na ninaona pia. Kwa hiyo nifanye nini? Nimekuja hapa kwa ajili ya kukusaidia. Maana chozi la unyonge linachoma sana moyo wangu. Wewe unalia huku ukitaka mtoto, kuna wengine wanatoa mimba na kutupa watoto majalajalani. Mbona nisaidie? Nisaidie ninusuru ndoa yangu. Ndoa yangu ipo matatani kuharibika. Mimi naumia. Hivi karibuni unaenda kupata ujauzito. Naomba huo ujauzito uutunze sana. Thubutu kuutoa kama wengine na kuwatupa watoto majalajalani. Ninaweza nikakufunga kizazi na uwezi tena kupata huyo mtoto. Niongee vipi? Niongee lipi? Ili wewe unielewe. Wewe hali ya maisha huioni wewe. Huioni hali ya maisha. Nione huruma mimi ndo natafuta. Wewe unapokea ndani.
Wewe, yani wewe ndio ungekuwa unatafuta barabarani huko, ungenionea mimi huruma. Mimi ninachokiongea na maanisha ujue. Lazima utoe hiyo mimba. Mume wangu mimi mimba sitoi. Narudia tena. Unatoa mimba au hautoi? Mume wangu mimba mimi sitoi. Iki kiumbe kinategemea mpaka tukifanyie hivi. Kwani hapa anapunguza kiasi gani tunachokula sisi? Mtoto anaachia yoyote, tuilee tu mume wangu jamani, usiwe hivyo. Usiponisikiliza mimi ukamsikiliza nani? Ukasikiliza mashoga zako ambao mnakaa wote kwenye kusuka huko. Mimi ndio kusikilizwa. Mimi ndio mume wako. Mimi mnajua majukumu yako. Mimi najua kila kitu cha kwako, mnajua kuvaa kwako, najua kutoka kwako. Sasa ukigoma mama, unagoma kutoa hiyo mimba. Kesho na kesho tudaiane sui nini? Mtashindwa kujigawa. Mume wangu ngombe kitu, mimi sitoi. Kwani unavyoenda kutafuta huko kazi nani vitu vyako? Huyu mtoto unaondoka naye, mimi sina ndo nabaki na mimba yangu. Sasa uomo wako na utaka wewe ni Mungu. Wewe unajua kama ndo ya moja nilionalo utajuaje? Mimba yangu mimi sitoi mume wangu, simtoi mtoto wangu. Kama ukijua hivyo sitoi. Tunakoelekea tunaenda kubishana, hatujengi, tunabomoa. Naomba unielewe tu. Mke wangu mimi na maana kubwa sana. Ninapokuambia utoe hiyo mimba, mimi naomba tujipange. Nina michongo yangu ambayo imekaa shagala bagala. Hii michongo ambayo ikikaa vizuri, hakikisha mimi nitakuruhusu mama. Hata kila mwaka wewe beba tu mimba. Ayo wa kiume wa kike sawa tu. Na najua unapenda sana watoto wa kike. Basi mama, naomba unielewe kwa saizi. Yaani ni mistake ndogo. Yaani naomba unielewe kwa saizi tu. Saizi tu. Huu mwaka naomba niache tu mwaka. Sawa? Ukiniacha huu mwakani nitakuwa nimeshajipanga. Nikishajipanga mimi nitakuruhusu. Mimba utabeba. Mimi kizazi ninacho. Nitakupa mama, nitakupa mimba mpaka wewe mwenyewe useme basi. Fikiria kwa makini mama. Fikiria vizuri. Mume wangu mimi mimba sitoi. Hata iwe vipi ungekuwa unanipenda, usingesema umechiki tukitoe. Basi kwa vile unipendi, basi ndio kwambia zangu kama unitaki. Ili nibaki na kiumbe changu, ila mimba sitoi. Kuna kufa mume wangu, nakwambia kuna kufa wewe. Kwa mimi sitoi mimba. Sitoi. Sawa, hautoi, lakini naomba nielewe mimi. Naomba nielewe mimi, wakati naupitia ni mgumu. Sasa na maswaibu mengi. Nashindwa kujigawa. Angalia mpaka mama mko hapa ameumwa hapa, mimi nimeshindwa kutoa hata hela ya dawa. Nashindwa kujigawa, majukumu ni mengi. Nimeshindwa hata kununua nguo za kupendeza wife. Hebu naomba nielewe. Ifike muda na wewe uchukue, hebu vaa viatu vyangu. Ninavoteseka hivi. Nakupenda eti. Nakupenda sana. Ndio maana nakwambia haya, ni tujipange, tukishajipanga haina shida. Utazaa mama. Lakini kwa hii mimba naomba unisamehe tu, naomba utoe. Sawa sawa. Nakuahidi. Sitarudia tena kutoa mimba nyingine. Ila hii naomba iwe mwanzo na mwisho. Sawa. Sawa. Mama, nakupenda sana. Na nishanunua dawa kabisa, hizi hapa dawa hizi. Hizi hapa. Kunywa hizi. Chozi la kiume asiokuwa na hatia linachoma sana moyo wangu. Wewe nani? Na amekukuta wapi hapa? Mimi naongea na mke wangu. Wewe umekutia wapi hapa? Wewe unamshauri mke wako atoe hiyo mimba. Je, babako angemshauri mamako atoe hiyo mimba ungeishi hapa duniani? Hapana, sige kwepo. Kama hapana, mbona sana mshauri mke wako atoe hiyo mimba? Usikubali utoe hiyo mimba. Haujui huyo mtoto baadaye atakuwa nani? Hata mimi mwenyewe ilinikutaga hivyo hivyo. Nikataa kutolewa, bahati nzuri nikapata msaada. Endelea kusimama hapo hapo katika hilo neno lako. Usitoe hiyo mimba. Ujui ukitoa hiyo mimba unaweza kufa? Usitoe mimba.
Wewe vipi tena? Yamenikuta ya kunikuta. Tulia kwanza. Nimekukuta yako. Ya duniani mengi mimi nakwambia. Bwana, mimi nilikuwa naongea faragha na mke wangu. Nimeongea faragha na mke wangu. Lakini kilichokuja kunikuta, kuna mtoto mdogo hivi kaja kunivurugia maongezi yangu mimi na mke wangu. Kanivurugia maongezi na mke wangu hivi sasa hivi. Huyo mtoto ni mdogo kabisa. Huyo mtoto ni jinsia gani? Ya kike ya kiume? Wa kike. Hapo. Huyo mtoto huyo. Hata mimi nishakutana naye. Tena kanaambia maneno magumu sana. Nakumbuka juzi katika pita. Kwanza mara ya kwanza nimeanza kukutana naye kabebwa na Lamtee. Si unajua masuala ya Lamtee. Maelezo ya Lamtee mimi alionielezea mimi sikuelewa kabisa. Eti mimi namuona kabeba mtoto afu yeye ananiambia kabeba kuku. Sasa hapo mimi sikumuelewa Lamtee. Ikabidi yani mimi nikachukulia masiara nikaondoka. Zikapita siku 3 Lamtee simuoni nyumbani. Wewe. Hivyo. Yaani wewe unavyozungumza mimi mwenyewe nilikuwa naongea faragha na mke wangu. Ghafla tu amesogea na mke wangu. Wamepotea pia. Kwisha, mke wangu simuoni. Hapo kwenye kupotea. Juzi katika pita zangu nimekutana na yule mtoto katikati ya njia kasimama. Ile nguo alikuwa amevaa ilinifanya nimkumbuke nikamuita. Vipi? Yule mtoto alinigeukia akanijibu majibu hayo. Wewe. Yaani hadi mimi mwenyewe nilishikwa na hasira nikataka kumpiga kibao. Yule mtoto alinizuia. Tena alinizuia akanitishia maneno makali sana, yani maneno makali. Basi huyu atakuwa ni mtoto wa jini. Yule mtoto kwa maelezo yake anavyoongea yule ni mtoto wa Nuru. Nuru. Wewe. Nuru si alikufa muda mrefu Nuru. Nuru tumemzika miaka. Sasa anakuja anakuwa na mtoto kama yule. Wewe unajua Nuru kafa. Yule mtoto ananiambia hivi. Yule mtoto kwa maelezo yake ninayosikia anasema kwamba babake alimshauri mamake atoe ule ujauzito. Ule ujauzito kumbe haukutoka. Alikuja kusaidiwa na majini, kalelewa na majini. Kwa hiyo yule mtoto wa majini anaishi ujinini. Kweli. Yaani unaosema ni yale. Yaani hujakosea, ndio yale alionikuta. Yaani yalionikuta ndo hayo. Sasa wewe unaishi hapa tunafanyaje sasa? Maana huyu anaweza katutokea hata hapa huyu. Hakatabiriki haka. Tufanye maamuzi. Maamuzi gani tutachukua sisi? Tuna maamuzi gani wewe dada? Tuna maamuzi gani sisi? Hatuna maamuzi zaidi ya kwenda kwa mganga. Kwa mganga? Mama wetu. Kwa mganga. Waganga siku hizi ambavyo waaminiki hao. Mganga utashangaa eti sijui pete hii sijui inarudisha sijui mke aliyoko mbali, wanakutumia message kabisa. Haya mwingine anaanza unakiingia huku TikTok, unaanza kusema sijui unaweza mashariti, siku na viumbe, unaweza kuishi na kiumbe kama hiki. Unaona? Sasa mimi na roho yangu ilivyo ndogo. Si nitaterekeza familia. Mama wangu wetu, mmenganile kwa waganga mama wangu wetu. Kakaangu, waganga wengi ninavyojua hawaaminiki sawa. Lakini sisi tuna shida. Tutafanyeje? Inabidi twende tukajaribu bahati yetu. Yule mtoto kaja kulipa kisasi kwa mtu mmoja lakini kama vile analipa kwa wote. Yaani tunateseka wote. Na wale tusokuwa na hatia tunateseka. Unadhani tutaishije maisha ya heka kila siku Kama una mganga wako naye muamini, basi vizuri. Rudisha mlango. Kama una imani naye rudisha mlango. Ukaziba huku, wewe na wakaja huku na watu pengine. Hizi acha kulia. Shida za dunia. Tuondoke. Hebu tulia. Nalimba kabisa. Kwa hiyo ni mtu tu. Ni mambo yako bwana, sindoke. Tuondoke.
tuondoke bwana. Lidia, sio hivyo bana, tumsaidie yule. Si binadamu huyu. Najua ni binadamu na anaonekana ni binadamu, lakini yule dada ametoka alikotoka, kwa nini aje anguke katikati ya barabara Sasa ndio upendo wa binadamu, sisi lazima tupendane binadamu. Tumtoe pale tumweke hata pembeni. Usiona roho mbaya hivyo wewe, hakika wewe. Mimi namsaidia. Mimi hizo saidia ndo sizitaki. Wewe mwenyewe hapo una majanga chungu nzima, lakini unajifanya unajua kusaidia wenzio. Dada. Msaada. Mtu mwenyewe anaongea kabisa. Unaitwa nani? Msaada. Mimi sawa nitakusaidia. Lakini nataka nijue kwanza unaitwa nani, umetoka wapi na unaenda wapi? Saidia kwanza. Kaka tuondoke bwana, achana na huyo. Unajua unafeli Sio kama nafeli, unajua uko na roho ya huruma basi. Uko na roho ya huruma. Hizo roho mbaya wewe. Kwangu asiende. Sawa kwako haji, lakini sasa na wewe kumbuka. Wanalipaga fadhila hawa. Siku akija kulipa fadhila kwangu, usije kuniomba chochote. Anacha kukulipa nini huyo? Zaidi ya kukuongezea matatizo, una matatizo anakuongezea matatizo, Kama unasaidia saidia wewe. Ila yakikukuta usinishirikishe. Lidia, tumsaidie hata tukimweka pale sisi tuendelee na majukumu. Wewe unalomba wewe. Wewe unalomba wewe. Ndugu yangu, usipojifunza roho mbaya huishi. Ndio. Saidia. Roho mbaya wewe, roho mbaya kama mweka hazina wa vikoba. Amua. Mimi nitapata sababu kwa Mungu, nimsaidie mimi, namsaidia mimi kama mimi. Kwa hiyo ina maana hata mimi nikimsaidia nikija kuokota hela usiningoe ngo. Ila kwangu haendi. Kwangu haendi. Sawa. Tuelewani kabisa. Unaweza kutembea. Jitahidi simama. Jikongoje sasa. Vaa vizuri. Sasa wewe unaweza kuniwakilisha hata kwa mganga, sawa? Niwakilishe tu. Mwambie tu kaka anaweza kaja namsaidia huyu, mimi nitakuja. Wewe tuondoke, usimeamua. Siku tukijipanga vizuri, tumeamua safari yetu tutaondoka. Tuondoke sasa hivi msamaria mwema, tuondoke. Sasa basi mshike hata bega. We, naanzia wapi kwa mfano? Roho mbaya, wewe Lidia, roho mbaya Lidia. Lidia, roho mbaya hiyo. Siku ya kwanza ulinibahatisha. Siku ya pili ukanipa shati nikamuue baba yangu. Asa leo unakumwaga ubongo. Toa bunduki yako kichwani kwangu. Sitoi. Nilikwambia hivi. Unaomuita babako ni babangu pia. Naweza nikakuua na hiyo bunduki yako, lakini nakuonea huruma kwa sababu wewe ndugu yangu. Ukiendelea kunitishia na kuua. Nakuua sasa wewe. Piga sasa kama mwanaume kweli. 1, 2 au basi. Kwa kuwa umesema wewe ndugu yangu, ngoja nikuache. Ni vizuri umeacha mwenyewe. Maana yake nilikuwa nataka kuue kabla hujaniua mimi. Ungewezaje kwanza? Ukumbuke mimi ni jini. Naweza nikakuua vyovyote ninavyotaka. Unaweza kushindana na bastola yangu kwani? Wewe unaiona bastola. Mimi naweza nikageuza kitu chochote ninachokitaka. Geuza sasa, si hapa geuza. Sina muda wa kubishana. Sasa hivi naishi kwa Mbwilo. Mbwilo? Umeenda kufuata nini kwa Mbwilo? Nimejibadilisha binadamu wa kawaida kwa sababu nataka kuna kitu nimfanyie Mbwilo. Kitu gani hiko? Anamshawishi mke wake atoe mimba. Na hicho kitendo mimi sipendi kukiona hapa duniani. Unamaanisha Zara? Ndio. Hapo yenyewe sheria na kuunga mkono afu napiga 5.
Kumbuka nilikupa siku 3. Uende kumfufua mama yangu. Leo ni siku ya 2. Ikifika siku ya 3 nataka nikuue. Kwa sababu nilikwambia uende kumfufua mama yangu, ulikataa. Sikiza nikwambie mtoto. Unajua mimi ninachokiona wewe unaitafuta tu roho yangu, unaitafuta tu nafsi yangu. Unataka mimi niishi bila amani hapa duniani. Hicho ndio unachokitafuta. Siku ile mimi nilikupa option uchague. Nikakubali kama wewe ni mtoto wangu kweli. Basi sawa, nimekukaribisha, njoo uje uishi na mimi. Uje uishi na mimi. Ukihitaji shule mimi nitakupeleka shule. Ukihitaji sijui nini, mimi vitu vyote nitakutunza kama mtoto wangu. Sijui kama unanielewa. Nitakutunza kama mtoto wangu. Lakini wewe umeng'ang'ania tu mimi nikamfufua mamako. Hicho kitu hakiwezekani. Yule alishakufa. Kufa ni kufa tu. Yaani yule amekufa, sasa hivi ameoza. Bora fei nilivyokuona. Kuna dini nataka nikugeie. Dini gani mwalimu? Kuna kitoto kimoja nimekutana nacho. Siku ya kwanza kanikaba. Siku ya pili kaenda kumsima mamangu. Nataka unisaidie. Kazi gani? Wale tukampiga yule mtoto. Mbona kama hicho kitoto nakijua? Jinsia gani kwanza? Huyo mtoto mara sijui anabadilika, mara anakuwa kuku. Yaani hata sikielewi. Siku ya kwanza nimemshuhudia akiwa kuku. Kalivo chenyewe. Yaani cheusi hivi, alafu kimesuka. Kanapenda kuvaa gauni jeupe. Ndio huyo. Huyo dada yangu. Dada yako? Ndio. Kumbe una dada jini? Asa nikwambie ilikuwaje? Ilikuwapo hivi. Baba yangu yule alimtia mwanamke mimba. Alivomtia akamshauri akatoe ile mimba. Alivomshauri yule mwanamke alikufa, ambaye ndo mama yake na huyo mtoto. Ndio sasa hivi anajulikana kama mtoto jini. Yule. Si ndo manake? Hebu kwa nini unanifuatilia? Kwa nini usipotee tu? Upotee tu. Nateseka sasa mimi mshasiku. Mimi nataka mnilee wote wawili. Ukamfufua mamangu, tuishi wewe, mimi na mama. Sawa. Wewe unajidai kijini wewe. Nenda kamfufue mamako makaburini ulikolala. Nenda wewe hapa sasa hivi. Nenda kamfufue wewe mamako. Kama unahisi wewe kufua michanga na miudongo kumrudisha. Unaniona mimi Mungu, si ndo manake? Kamfufue wewe tu kama inawezekana. Wewe unapenda kuninyanyasa lakini kwa sababu wewe ndio ulimshauri mamangu ujinga, wewe ndio unawezekana uende ukamfufue mamangu. Yeye natamani nikufinyange. Natamani nikukanyage. Yaani nikusigine hivi. Hakuna mtoto anaolelewa bila mama. Ndio maana nakwambia uende kaburini ukamfufue mamangu. Sijawahi kupata malezi ya baba, mama wala mtu yoyote. Nimelelewa na majini. Kwa hiyo nimepata malezi ya majini. Ndio maana nataka mkamfufue mamangu ili tuishi pamoja. Kumbuka, ukikataa sharti langu, adhabu ya kukuua ipo pale pale. Yaani natamani kama siwi nipige kelele, dunia ijue ninachopitia. Sasa mimi nifanye nini kama ndio hivyo? Katoto kenye hata nikipiga chenga kanakuja. Kufanya nini kanatokea? Basi kama kanihukumu sasa mimi babake kaniwe. Mimi nafufuaje michanga? Nafufuaje mtu aliyekufa siku nyingi kaoza? Nafufuaje? Afu mimi sio Yesu Mnazareti, mimi nafufuaje lakini mtoto ndio unitesa mimi huyu. Sasa yule na mimi si mtu na ndugu hapo katika baba tumeshare. Ndio. Sasa yule kaja duniani kwa kulipiza kisasi. Kwa nani? Kwangu au kwa babako? Kwa baba. Sasa mbona amenikaba mimi? Wewe umetoa siri yake. Kwa hiyo nataka mimi nitoe siri. Usitoe siri, anaweza akakuua. Usiwe hivyo Halima. Sasa unachomaanisha nipunguze umbea? Ndio. Mimi nitapunguza. Sasa yule sisi hatumwezi.
Yule ni jini. Ni mwenyewe nusu ya kufa. Alitaka kuniua. Wasi mdogo wake wewe, kwa nini nakuua? Hajui? Alikuwa anajua, lakini mimi nilichelewa kuamini. Hata mimi binafsi namuunga mkono. Sipendi kuona wazazi wakishirikiana kutoa ujauzito. Kama na siku nyingine unapaswa uwahi hospitali ili hali sikurudie mara kwa mara, sababu unaweza kupoteza maisha. Asante kwa kunisaidia, lakini yule ndugu yako anaonekana na roho mbaya sana. Kuna mambo yalinikuta hapa, anahofia yanaweza kumkuta tena na yeye. Kwa hiyo sio kwamba roho mbaya, hana roho mbaya kiasi hicho. Ni mambo gani haya yaliyokukuta mpaka anamsababisha binadamu ashinde kumsaidia mwanadamu wenzake? Mimi nilikuwa na mke wangu tunaishi hapa. Sasa kwa kipindi hiki siko vizuri kiuchumi. Kwa hiyo nilikuwa namshauri kidogo atoe mimba ili niweze kujipanga. Na nikishajipanga basi ataweza kubeba ujauzito. Sasa basi nilipokuwa namuelekeza aligoma, lakini kufika hatima ya kukubali kuna mtoto alijitokeza. Walivyokumbatiana tu hivi akatoweka. Mpaka sasa hizi sijui wako wapi, sielewi. Kwa hiyo unadhani kwamba kumshauri mke wako atoe mimba ndio kukimbia majukumu? Hivi wewe Faisal, umri saa ngapi? Yaani wewe mimi nalipa tuition utoke saa 1 kamili. Wewe sasa hivi unaenda nyumbani kweli Faisal? Hivi una akili kweli timamu kweli? Ingi, hata dadangu Nadia alitakiwa asome tuition. Lakini ulimkosesha. Mimi nazungumza na wewe mwanangu usome, unaingiza masuala ya Nadia. Wewe Nadia unamfahamu? Nadia ndio. Nadia si dadangu. Nadia? Wewe lini mimi nishaikutambulisha kuhusu Nadia? Nisikilize nikwambie mwanangu. Wewe uko peke yako kwenye familia yetu. Na ndio maana nataka usome. Siko peke yangu. Tuko wawili katika familia yetu. Mko wawili, huyo mwingine anatoka wapi? Huyo mwingine ni mtoto nje ya ndoa. Mama yake ulimpa mimba, ukamshauri akatoe. Sio kwamba kuyakimbia majukumu, bali ni kutengeneza mfumo wa maisha ukae vizuri, ili hata watoto wanapokuja wakute familia iko katika hali nzuri. Lakini wewe kumshauri mke wako atoe mimba, huyo mtoto anakuwa na ukubwa gani, kwamba anapunguza chakula au anakula hela kiasi gani mpaka wewe useme kwamba unataka mke wako atoe mimba? Ni kweli unayosema, lakini tambua kulea ujauzito hadi mtoto kuzaliwa ni kazi ngumu sana. Kuna watoto kuumwa, wakikua kuna lishe. Sasa basi kama huna chochote kitu utatesa tu mtoto. Kwa hiyo mimi kwa uwepo wangu mimi niliomba tu aniache angalau hata huu mwaka mmoja niweze kuweka mambo yangu vizuri. Then miaka mingine atabeba tu. Kwa hiyo ulikuwa ni mtazamo wangu mzuri tu. Nilikuwa sitaki kumvurugia labda yeye kubeba mimba, hapana. Unachokisema uko sahihi, lakini hebu fikiria, wewe ni mtu mzima. Mama yako kama angekubali kutoa mimba, unafikiri ungeliona jua wewe? Kwa nini na wewe una huruma? Uko sahihi. Angalia karne ya wazazi wetu na karne ya sasa hivi. Wazazi wetu walikuwa wanachelewa hata kuzeeka. Ndio maana umri wao sahihi wa kuoa ulikuwa unakuwa ni umri mkubwa sana, miaka 35 mpaka 30. Lakini karne hii tunaoa tukiwa na miaka 18 mpaka 25. Sasa basi hapa katikati kama hujajipanga kufika miaka 30 basi unazeeka hata kabla ya ndoto zako. Kwa hiyo mimi malengo yangu hayakuwa hivyo. Nilitamani tu atoe, nijipange kidogo, basi niweze kutimiza ndoto. Fikiria kabla ya kutenda.
Wewe unanijua mimi? Hapana, sikujui. Nimekusaidia kama binadamu. Sijui kama unaweza kuniambia unaitwa nani? Sababu toka nakusaidia hujaniambia kwamba unaitwa nani. Tutaongea kwa wakati mwingine. Wewe Faisal, hayo mambo ya watu wazima, hayo mambo ya kikubwa. Umri wako wewe ni wa kusoma. Unayatoa wapi mambo kama hayo? Ulichokifanya sio kizuri kwa Nadi. Ulimshawishi mamake akatoe mimba mpaka akafa. Na yeye alitakiwa asome kama mimi. Mimi sasa hivi sikukubali. Unaweza na mimi ukaniua kama ulivyomuua mamake Nadi. Wewe mimi sikutaki sasa hivi dingi. Walimu wako ndio wanakufundisha hivyo. Uongee na baba yako hivyo, si ndio maana yake? Hapana. Ubali ni jeuri yako. Ndio. Sawa. Tukula jeuri yako. Nenda nyumbani. Usiendelee kunifuatilia. Unasikia baba? Usiendelee kunifuatilia. Yaani mimi tembo. Unanipiga mkwala sisimizi wewe. Nimekulea mwenyewe wewe una vimavi unakunywa na kojoa. Hawa watoto wa siku hizi hawa. Au ndo kizazi cha AI hiki. Ndo digitali wanatuletea. Haki ya Mungu mimi ningekuwa license ningefunga mitandao yote ya kijamii wanawaharibu watoto. Bado tumia AI vizuri, unatumia AI kumjibu babako vibaya kweli mimi. Unikubali mimi? Sasa ukatafute pa kulala, Faisal, tena usinipate kichwani. Pumbavu mkubwa wewe. Ukatafute pa kulala, na namwambia babako hata pa kula ukatafute huko. Kwa hiyo Nadia wako. Jinga unakuwa jinga uheshimu babako. Pumbavu mkubwa wewe. Wai. Mke. Njoo. Kuliponi gani? Yaani mume wangu, mimi nahisi kabisa kama vile ada ujauzito. Unajua toka unatokea kule mimi nataka kuona, nataka kuvutiwa sana na wewe. Unaonekana ni mgeni maeneo haya eh? Ndio mimi ni mgeni. Tafadhali, nahitaji kuwa na wewe, nahitaji kuwa na mahusiano na wewe. Unanishangaza? Kivipi? Hivyo unavyoniona na wewe unavyojiangalia, unaona tunaendana? Mapenzi yana umri. Umri namba tu. Kwa hiyo uko radhi kutembea na mtoto mdogo? Macho yako yanakudanganya. Cheki mwanamke alivyokuwa mrembo kama malaika. Kwa nini asitaki kuwa na mahusiano na mimi? Umri wa serikali ni miaka 18 na nikiangalia ushatimia. Mimi bado sio mtu wako kwenye mahusiano na wewe. Mimi mtoto mdogo. Au unataka kunifahamu zaidi? Of course ikiwezekana. Ndo mimi. Hapo umenifahamu? Yaani wewe umetoka ndani umenikatisha mizuka yangu, nilikuwa nataka leo tukae tuongee vizuri, nimeanza kimahaba, sijaja leo kwa ugomvi. Ila unatoka nje tunakuja kutapika ujauzito. Umetapika nini hapo kama sio maji tu? Mume wangu, kweli mimi nahisi kabisa kwa sababu kuna mtu mimi alilipa dawa.
Dawa. Uje tena? Kuna mtu alinipatia dawa. Kwa hiyo siku hizi unakuwa unatoka pembeni unaenda kupewa dawa kisirisiri, sio? Bila kunishirikisha mimi, si ndio? Hapo umeongea nini? Si umeongea kwa kuna mtu kakupa dawa. Huyo mtu nani? Yaani mimi nilikutana naye. Kwa hiyo mimi akaniambia, kakupenda. Malizia tu kakupenda, kakutongoza umeenda ndani, umefanya kila kitu unachokijua nyie, basi umepata ujauzito, si ndio? Kwa hiyo umenichiti mimi, si ndio? Hapana mume wangu, hapana sio hivyo. Bali nini? Si ndio dawa yenyewe unaomaanisha wewe? Maana kama kuhangaika tumehangaika kutafuta dawa, ili upate ujauzito imeshindikana. Au unaniambia nini tena? Hapana mume wangu, mtu mwenyewe ni wa kike. Wa kike? Una uhakika? Ndio. Wa kike ndio kakupa dawa hiyo. Koka toka lini kakupa dawa? Wiki 3 hivi. Yaani mwanamke kweli. Inawezekana wewe. Hivi unaweza ukakaa wiki 3 na siri, yaani umepewa dawa bila mimi kujua mume wako, si ndio? Unanificha mimi mambo mengine, si ndio? Bali hapana mume wangu, mimi nilikuwa naenda kule kwenye maji. Sasa akanikuta, mimi nilikuwa nimekaa tu. Sasa akaniambia una shida gani? Nikamwambia. Kwa hiyo yaani kila mtu unamtangazia tuna shida kupata mtoto, tuna shida kupata mtoto. Ukitembea kisimani unatangaza tuna shida kupata mtoto. Ukienda bombani tuna shida kupata mtoto. Ukienda wapi tuna shida kupata mtoto. Gengeni tuna shida kupata mtoto. Walikwambia walimwengu wote utawatangazia shida zetu ili wakusaidie, au? Hapana mume wangu, sio hivyo. Yaani yule ni mtu mzuri tu. Unamjuaje mtu mzuri? Yaani huwa nakutana naye mara kwa mara. Kwa hiyo tukazoeana kidogo. Kwa mimi nikamwambia nilivyomwambia, akanipa tu dawa, ni mizizi tu, akaniambia nijaribu kunywa itanisaidia. Mwanamke, nahitaji kesho au leo jioni unipeleke kwa huyo mtu au huyo mtu wako huyo unasema wa kike, umeenda huko umetongozwa na kibwana ndio unakuja kuniambia eti wa kike. Unionyeshe, unipeleke kwa huyo mtu wako ama umlete hapa, umeelewa? Umenisikia? Ingia ndani. Sasa kwa tunasaidiwa kupewa kusaidiwa kutiliwa mimba wanawake zetu bure. Ingia ndani nimekwambia. Sasa mbona tetemeka sana? Malaria au? Ndio mimba hiyo. Haya, ingia ndani. Hapo mimi natoka. Umesikia? Najua umeshaniona. Usiniogope. Maana ukiniogopa nitakuua sasa hivi.
kinyonge kakaangu, vipi? Ni kweli. Nimeanza kuamini yale maneno ambayo anasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na maana gani? Usiku wa leo umekuwa ni usiku mzito sana kwangu. Usiku ambao umefanya niote ndoto za ajabu. Unaamini ndoto? Mimi naamini ndoto. Kwa sababu ndoto wakati mwingine usadifu ukweli kwa jambo ambalo linaweza likatokea mbeleni. Lakini wakati mwingine usadifu uongo. Hivi unajua Ali, wewe ndio ulinishauri mimi yule mwanamke atoe mimba. Tulikaa tukajadiliana kabisa kwamba huyu mwanamke anahitajika atoe mimba. Nuru, si unamkumbuka marehemu Nuru? Namkumbuka na nikushauri hivyo kwa sababu ya faida zako mwenyewe. Kwani unajua? Sasa basi, nina good news. Kilichotokea. Kuna katoto kananitokea. Katoto kamekuja kanasema, mimi wewe ni baba yangu. Lakini namuuliza, wewe huo baba umetoka wapi? Wewe mpaka mimi uniite mimi dad. Imetokea wapi hiyo? Anasema mimi ni mtoto wa Nuru. Wewe eti mimba ilifanyaje? Sijui ayali lelewa na majini. Mimi nilimlazimisha mamake kutoa mimba. Ngoja kwanza. Yaani story imekuwa ndefu mpaka sija kuelewa. Unataka kumaanisha mtoto anakutokea kivipi? Yaani mtoto anatokeaje yani? Yaani kuna mtoto yupo mtaani hapa na lani hapa. Anasema hivi, mimi ni baba yake na yeye alikuwa ni mtoto wa Nuru. Sasa Nuru, ninachojua mimi marehemu Nuru amekufa akiwa hana mtoto. Na mimba wewe ndio ulinilazimisha tuichomoe. Ukasema tutoe. Sasa sio mtoto kashakufa tayari. Kwa hiyo huyo mtoto anatokeaje yani? Ndio nakwambia yupo sasa hapa mtaani ananiambia eti yeye ile mimba ilichomolewa, kati anatoa alichukuliwa na majini, amelelewa na majini, sasa amebaki again duniani. Hiyo itakuwa ni yani hiyo kama sio ndoto itakuwa ni filamu. Lakini kwa mimi na imani katika kweli kutokana na ndoto niliyoiota mimi. Bado sijakuelewa unalenga nini? Ni kweli. Ndoto yangu inalenga kwa yule binti ambaye tulimsaidia siku zile. Nimeota kama na mambo ya kishirikina hivi. Kwa hiyo inanipa wasiwasi kubaki naye pale. Nini ambacho amekifanya ambacho kinakufanya wewe usimwamini mpaka sasa hivi? Nimeota ndoto akifanya mambo yake ya kishirikina nje ya mlango. Sasa basi, hofu yangu kubwa kama ikiwa ni kweli ataniweka katika wakati mgumu sana. Na hofu yangu nyingine natamani nimfukuze. Kweli mawazo yako ni sawa. Lakini ungenisikiliza mimi toka mwanzo, usingekutwa na mauzauza kama hayo. Ungejali mambo yako, ungeendelea na shughuli zako kama kawaida. Vitu vingine unavyoviona sio vya kujikuifukia. Kwamba mimi naota. Unaota. Mimi naota vitu vimenitokea kabisa, unaniambia mimi naota. Sasa wewe mimi nikuaminije? Yaani mtu kabisa mimba tumeitoa. Afu mtu mwenyewe kashafariki, mama kafariki, ambaye angeenda leba kumzaa huyo mtoto au unaambia eti mtoto anaonekana. Mtoto anaonekana kivipi? How come? Yaani haviingii kichwani mzee. Mimi nilijua. Nini? Tulia kwanza. Mtulie nini? Nakuja. Hey. Umeanza tena. Mambo? Poa. Samani kwa kusimamisha njiani. Ni mrembo sana eh? Hongera sana kwa kuwa mzuri. Asante. Sasa mimi sitaki ni uzunguke mbuyu, sijui nizunguke, sijui mimi mwoga nimenyoka, niko direct very straight. Mimi nimekupenda. Nini? Nimekupenda, yani nahitaji wewe na mimi tuwe the same, yani tuwe mtu mmoja. Yani uwe mpenzi wangu, uwe mama wa watoto wangu. Hivi unachokiongea unajisikia mwenyewe unavyoongea kweli? Naelewa unachokizungumza, niko serious. Na kuhitaji, yani wazungu wanasema I need you. Labda itakuwa ni jua ndo linakuchanganya. Unaongea maneno ambayo huyaelewi. Nini jua?
Hapana, sio jua. Mimi niko serious kweli nakuhitaji. Nikuulize swali. Uliza. Unaweza ukatembea na mwanao? Mimi kutembea na mtoto wangu? Sawa. Na wewe naomba nikuulize swali. Kwenye swali lako hilo hilo. Je, wewe kama wewe kwenye nyumba yako au kwenye shamba lako umepanda mti wa mwembe au mti wa machungwa, afu ule mti ukazaa tunda hili moja, afu likawa zuri limenawiri, je, utalila au utaenda kuliuza? Ali! Wewe ndo dada yangu. Katika hili ningependa na wewe unichangie chochote kitu katika mawazo. Mimi nadhani nilikuzuia toka mwanzo. Hivyo kwa dalili unazoziona wewe mwenyewe unaweza kufanya maamuzi. Maana wewe ndio unaishi naye, wewe ndio unakaa naye muda wote. Wewe ndio wa kuamua ni nini ufanye. Mimi nishaamua toka mwanzo. Ila fanya maamuzi sahihi. Sawa. Tajitahidi kufanya hivyo. Lakini pia usichoke kuniona nikirudi hapa wakati mwingine. Sawa. Ugeni upi tena? Huyu binti hapa ndo aliyenisaidia mimi. Unataka kumaanisha kwa basi sawa. Unataka kumaanisha sawa. Sawa. Ila Mnafahamiana? Hapana, lakini nahisi atakwambia yeye mwenyewe zaidi. Sasa kwa nini kaogopa hivyo? Unatakiwa muulize vizuri. Kwa sababu yeye ndo aliniambia nimlete mtu ambaye amenisaidia mimi labda kuwa na dalili za ujauzito. Sasa sielewi, tunafika hapa anaogopa, yani anavikuangalia ni kama vile yani mshai kukutana, hadi kuna kitu mshai kufanya hivi. Kaa chini na mume wako. Mzungumze vizuri. Maana mimi sikuja duniani kwa ajili ya kugombanisha ndoa za watu. Nimekuja duniani na lengo langu. Basi sawa, nitaongea naye. Karibu. Uko sahihi, lakini sasa sidhani kama matatizo kama yanaweza kumkuta yeye. Ila swala letu hili la kupotelewa na ndugu hili. Lakini si ndio tunaenda huko kwa mganga ili tukalimalize? Sawa, kwa mganga tunaweza tukaenda. Lakini mimi kwa siku ya leo kwa kweli siko sawa. Unamaanisha nini sasa kwamba uko sawa? Tutaenda siku nyingine kwa mganga, ila sio leo. Dada, useme siku nyingine. Tumeahirisha jana, tuahirishe na leo. Sasa
Au nielekeze tu mimi niende mwenyewe? Ingekuwa ni hivyo, tangu mwanzo ningekwambia uende mwenyewe. Mimi ndo nitakupeleka, nitakufikisha, kila kitu kitakaa sawa. Ila kwa siku ya leo sipo sawa, sijisikii kwenda. Sasa ukisema upo sawa wewe hauendi kupiga ramli. Mambo yote ni ya mganga. Ina maana wewe tufike tu kwa mganga. Tukishafika tu pap. Kazi yote si anafanya mganga. Wewe ufanye kitu chochote, ushiki tunguli wewe. Wewe ni kunisindikiza na kumwelekeza tu basi. Kaka, nadhani ratiba zote wewe ndio ulizivuruga. Basi kwa siku ya leo nakwambia sipo sawa, naomba unisikilize. Utakuwa sawa saa ngapi? Nikiwa sawa nitakwambia. Sawa. Basi hakikisha hauvushi ili wiki au siku hizi 2 hakikisha uvushi basi. Sawa. Nakutegemea. Usijali. Fanya hivyo basi. Nilikuwa nakuja kwako huko. Hameki, nimeona maajabu. Hivi unakumbuka yule binti alipotea pale ulikuwa mtongoza siku ile? Mimi nakusikiliza, usione nimetulia kimya, nakusikiliza. Kama unamkumbuka, huyo binti kaja na mke wangu leo nyumbani kwangu. Leo kaja na mke wangu. Hapo anakuja tena mke wangu ananiambia kwamba yule ndiyo mtu ambaye alimpa dawa kuna nini? Ili apate ujauzito kulingana na tatizo ambalo nilikuwa nakwambia kila siku. Unajua mimi niko na msongo wa mawazo. Unavozungumza, zungumza vitu vyenye points. Zungumza vitu ambavyo haviwezi vikanipa tena stress. Okay, Lameki. Mimi nimechanganyikiwa. Yaani nimechanganyikiwa kumuona mtu ambaye katupotelea machoni kwetu. Yule binti nimemuona. Sasa unajua wewe unataka kunichanganya. Yule mwanamke ambaye mimi nilikuwa namtongoza siku ile pale, amekuja nyumbani kwako na mkeo. Na ndo amemsaidia dawa ya ujauzito. Mimi sijui, ndo mke wangu kalifoniambia. Mke wangu kaniambia kwamba yeye ndo kasaidiwa na yule. Sisi tumeisha. Una maana gani? Sisi anakuambia sisi kwisha habari yetu. Una maana gani kusema kwamba tumeisha? Tumeisha kivipi? Yaani sisi hapa tayari tushaingiliwa na watu wa ajabu. Nadhani nilikupa hadithi ya yule mtoto. Kwamba ni mtoto sio wa majini, sio mtoto wa jini, sio mtoto wa nini. Amekuja yupo hapa ananifuatilia. Siku ile tumekutana na mtu amepotea tu kwa mazingira kututanisha. Leo hii tena unaniambia tena sasa hivi amekuja na mkeo nyumbani kwako. Hapo nimeanza kukuamini. Uone kama kuna kitu hapa. Hapo nimeanza kukuamini. Mimi kakaangu nimeongea na wewe lini? Dada, hivi umeanza kunywa siku hizi? Unatupia vinusu na wewe siku hizi? Nimekuja hapa jana, tumekubaliana kabisa muda wowote utaniambia, muda wowote unaniambia tuondoke. Sasa ukianza kushangaa unanishangaa mimi. Nimeanza kulewa lini mimi? Unajua kaka unanivuruga Kati ya mimi na wewe nani anamsubiri mwenzie? Umeniambia dada zipita siku kadhaa nitakuja nyumbani twende kwenye jambo letu, nakaa nasubiri hutokei. Alafu leo unaniambia eti umekuja jana umeongea na mimi. Umeongea na mimi muda gani? Au ndio uchizi umeanza kupanda Dada Lidia, damu mbichi na chemka wewe. Nimekuja jana, tumeongea vizuri kabisa. Umeniambia ujisikii vizuri. Ila ukijisikia vizuri muda wowote tunaondoka, tunaongozana tunaenda kwa mganga. Mimi ndo nikana nisubiri hilo, lakini muda unaondoka. Masaa yanaondoka jamani. Ndio nimekuja hapa nikuulizie kulikoni. Basi mimi unielekeze, mimi niondoke mwenyewe. Au hilo jiko hilo liweka nyumbani ndio linakuchanganya Jiko. Jiko. Unavunga uelewi nini? Mimi bado nampenda mke wangu. Mimi nikimpata mke wangu alhamdulillah. Sasa jiko mimi nimefanya ungwana tu. Ule ni ungwana, nimefanya ungwana kumsaidia yule mdada. Lakini kwamba nimtamani, sina matamanio hata chembe. Sina matamanio hata kidogo. Yaani mtamani tena mtu aliyomsaidia.
Hapana. Naamini kwa ulichokuwa unaniambia kuhusu ule mtoto ilikuwa ni ukweli. Maana sasa mimi hata sielewi tunafanyaje sasa. Mimi nadhani hapa tutafute tu msaada. Msaada wa haraka tuweze tutakufa sisi, tutazikwa. Tutakufa tutaoza. Tutafute msaada wa haraka kutatua kuteketeza hawa watu. Hata kama ni tunaona tunachanganyikiwa bado kuna spirit ya ajabu ya kishetani inatufuatilia sisi. Tutafute utatuzi. Ewa, nimepata wazo. Wazo gani? Unajua hapa duniani hapa hamna jambo ambalo linamzidi Mwenyezi Mungu. Yaani jambo lote ni jepesi kwa Mwenyezi Mungu. Tumtafuta yule mchungaji. Unamkumbuka yule mchungaji alikuwa akiombea watu, yani anaombea mtu unapona hapo hapo, magonjwa yako yote yanatibika. Yule mchungaji naisi anafaa. Yaani aliwe ni shenzi kabisa. Sijaona mtu mbumbumbu mjinga kama wewe. Bado unashikilia habari za wachungaji sasa hivi? Utapeli wote wanaoeneza hapa mjini bado unashikilia wachungaji? Sasa tunafanya nini wakati wachungaji pia ni watu wa Mungu? Wapo wa kweli, wapo wa uongo. Wachungaji drama zilizojaa. Anyway, labda kuna sawa sikatai. Kuna wachungaji wa kweli na wa uongo. Tutajuaje? Hata kama tutapata mchungaji wa kweli, hataweza kutusaidia tatizo kwa uharaka kwa sababu hata vitabu vyenyewe vya Mungu vinasema hivi, Mungu hawai wala hachelewi. Yaani Mungu ametupima, yaani Mungu yupo juu, hayupo chini wala hayupo juu. Yaani hawai wala hachelewi. Na haya mauzauza yanatokea asipowahi. Sasa hapo mimi nafanyaje? Yaani tunafanyaje? Yaani hapo ndo unazidi kunichanganya unaposhindwa kuamini wachungaji. Asipowahi si tumekufa. Sasa tunafanyaje? Hapa mimi mwenyewe sio mtaalamu kwenda kwa waganga, lakini tumtafute mganga. Unasema? Dawa ya hivi vitu vinavyokuja miujiza hivi. Mganga ndio suluhisho. Kabisa mimi nakuapia kabisa. Sasa mganga, kuna mganga wa ukweli ambao unamjua labda? Waganga wote ni wa kweli, hakuna mganga muongo. Kwa sababu waganga vitu vikija kichawi wao wenyewe ni wachawi. Wanajua kudili na uchawi. Lakini mchungaji mpaka aombe maombi, afsali, afanye nini? Mungu anaweza kawa yuko busy na wagonjwa hospitalini. Tutakufa. Tunasubiri nini sasa? Tuondoke. Maana mimi hapa kurudi nyumbani siwezi. Nirudi nyumbani vipi? Mke wangu nishaanza kumuogopa na yeye. Maana haiwezekani mtu atembee na mtu anayepotea. Kwanza si kabisa umemwona hali au unanichuza tu. Umemwona kabisa wala. Yaani Mungu wangu wa mbinguni nimemuona. Sikia, mimi naogopa waganga lakini twende kwa mganga. Na Airisha ambako nilikuwa naenda, twende kwa mganga. Twende. Twende sasa hivi, twende. Ila kakangu tuachane na masiala. Mimi sijaongea na wewe kitu chochote. Tofauti na kukwambia njoo siku kadhaa tuondoke. Kweli sijaongea na wewe na wala sijakuona umekanyaga hapa kwangu tangu tumeachana mimi na wewe. Ukaenda kwako. Yaani malaika walioko zamu jana na leo wanashuhudia hichi kitu nilichokifanya mimi. Mimi nimekuja kabisa tumeongea na wewe. Na umenielekeza kabisa, umeniambia bana sijisikii vizuri ila ukiwa vizuri tutaondoka. Sasa wewe na wewe ndo ulilala saa ngapi juzi kuamkia jana? Wewe umelala saa ngapi? Au nilikuwa naongea na mtu ambaye yupo kwenye ndoto? Sema. Kaka, niko serious katika hili nalo uliongea. Kweli mimi sijaongea na wewe kitu chochote. Nielewe basi. Sawa. Mimi nifanye tu kukuelewa. Sasa hizi mguu mosi mguu pili. Funga mlango tuondoke. Tukubaliane. Tunaondoka, safari ni 1 2 3 hadi kwenye jambo letu. So tunafika njiani unaanzisha mambo yako. Mimi sipendi. Hii safari ni moja, yani safari ndio nyoka. Yetu tunapotoka hapa hata mtu akitusemesha no kumjibu mpaka tufike. Na uhakika. Ndio nishamaliza hiyo. Tufanye hivyo. Hamna shida, ni vuruge. Funga. Nitaenda nikamalize mambo yangu wewe na kuacha na shida zako. Dada wewe funga, mbona kama unataka kuanza kuimba tarabu bana? Mimi ndio mwenye shida, nishamisi mke wangu bana. Twende bana dada wewe. Ni mwenyewe nimemiss kakaangu. Umeona sasa? Funga bana. Wewe duniani hapo anasema mitiani lakini tuondoke. Tuondoke. Kwa hiyo ndo hapa. Nisikilize hali. Hapa ndo kwa mganga penyewe. Lakini mimi naogopa sana waganga. Sasa wewe kama unaogopa, mimi simekwambia twende kwa wachungaji.
Wewe umekataa wachungaji wewe. Sio unaogopaje waganga wakati wewe ndo kabisa mwanzilishi wa kusema twende kwa waganga. Sawa. Unajua mganga unajua hatujaja na nani huko unajua. Kuja na nini? Basi kwa sababu tuna matatizo akula na gonga hapo. Yaani kama ni hivyo bora turudi. Sasa tunarudi vipi? Tukirudi tukutane naye nje. Sasa mimi nigonge, mimi napajua kwa mganga mimi. Kwa mganga mimi ndo hapa gonga. Sawa mimi ni mwenyeji mpaka nipagonge. Dada huyo. Mambo vipi? Marahaba, kwema? Kwema. Za siku? Nzuri, Vipi? Upo na shemeji? Huyu kakaangu. Vipi brother? Fresh aje? Safi, mambo yanaenda? Poa, kwema? Kwema ndugu yangu. Sawa sawa. Vipi, habari za wapi sasa? Nilikuwa naelekea kwa mzee, sijui yupo. Ulikuwa unaelekea kwa mshua? Da. Mguu wa kufeli rafiki yangu, mzee kasafiri bwana. Mzee kasafiri, kaondoka tangia kama siku ya 4 hivi leo kama sikosei. Ila sema nini? Wiki ijayo atageuka. Yaani kumkosa siku ya leo mzee, nimefeli pakubwa sana. Kwani vipi kwanza issue ya kwanza vipi huyo? Alikufanyia fresh? Yaani issue ya kwanza yani safi kabisa. Eti. Ila hii ni kubwa zaidi hata ile iliyopita. Anasema hujafeli sana. Wiki ijayo sio mbali atakuwa keshageuka. Wala usijali. Hao ndio walikuwa na blazo umempeleka kule. Yaani tuna majanga yetu tu na sisi ndio tulikuwa tunaenda kumuelezea mzee. Ajaribu kutusaidia. Okay, blazo usijali rafiki yangu. Mzee wa hakika wala hana mbambamba. Haina noma. Anasema nini? Wiki ijayo atakuwa keshageuka. Sawa. Keshageuka, hamna shida yote. Poa ndugu yangu. Fresh mimi niko naelekea zangu hapo mtaa pili. Ndugu zangu. Haina noma kaka. Poa, tuko pamoja dada. Sawa kaka. Poa. Sikio la kufa. Alisikii dawa. Kwani hii safari yetu ina nini? Hata mimi nashangaa Mungu ana makusudi gani na sisi? Kwani tunakosea wapi? Au shida ni nini hasa? Mimi mwenyewe sifahamu kakaangu. Kwa ina maana mke wangu ndo simuoni tena. Tujaribu kuvuta subira. Mimi na imani mzee akija atatusaidia. Sasa wewe mzee wangu mpaka wiki ijayo. Hizi siku zote hizi mimi naishije? Mimi nitaishi na ule mtu ambaye mimi simjui yule. Sasa nadhani sisi hapa tunafanyaje sasa? Hatuna njia zaidi ya hiyo. Tukilazimisha tutaharibu. Tutaharibu vipi? Wewe dada, wewe force mazingira. Hata kama unaweza kupata namba ya simu, pambana tu, mpigie, pambana. Basi turudi nyumbani, tukapange upya tena tujue tunafanyaje. Hii safari ishakwama tayari. Kwa huyu nani yake sasa? Huyu ni mtoto wa mzee. Huyu ndo mtoto wake? Ndiyo. Na ndo mimi alinifanya nikajuana na yule mzee. Poa. Sasa nani mwenyeji? Kwa nini mimi naona hili zoezi tuliishia hapa turudi. Tukatafuta wachungaji. Mimi kwa wachungaji mzoefu sana. Kama ni wachungaji sawa na kupeleka. Sijui Mwaposa, sijui nani, tunaenda huko. Gonga bwana. Mimi naona wewe utaki. Subiri. Subiri wewe. Gonga sasa wewe huko. Wewe. Unashtua. Majini sijui. Unashtua wewe. Lazima.